Imedhamiria kuendeleza utaratibu wa ruzuku ya mbolea na mbegu kwa wakulima. Lakini vile vile serikali ya Rais Samia ikipata ridhaa ya kuongoza tena, Chama cha Mapinduzi kimedhamiria kuendelea kushirikiana na bodi ya mazao kuhakikisha kwamba bei zetu zinaendelea kuwa nzuri. Bei zetu zinaendelea kuwa nzuri. Kwenye ufugaji tumedhamiria Nzega kujenga majosho mapya 6 kwa ajili ya mifugo yetu. Machinjio za kisasa 4. Machinjio za kisasa 4. Lakini vile vile ruzuku ya chanjo na madawa ya mifugo yetu inaenda kuendelea kutolewa. Hapo vipi? Hapo sawa. Lakini pia huduma za kitaalamu kwa wafugaji wetu nazo zitatolewa katika miaka 5 inayokuja. Na mwezi huu ni mwezi ambao tunataka kuwa na uhakika wa kura. Tumeeleza mengi kuhusu ubora wa wagombea wetu, ubora wa mgombea wa urais kwa tiketi ya CCM. Tumeeleza ubora wa rekodi yetu ya utendaji ndani ya miaka 5 iliyopita, na tunaendelea kufafanua mipango ya miaka 5 ijayo. Na kama alivyosema mgombea wa Bukene, kanda yetu yote hii ni kilimo na mifugo ndio kiini kikubwa cha uchumi kwa watu wetu. Na wameelezwa kwamba yaliyofanyika miaka 5 kwenye sekta hiyo yatafanyika maradufu. Kwa hiyo wana Nzega, wana Bukene, Tabora, Singida na Dodoma, msije mkaniangusha alafu nikawa mtu wa maneno tu. Lazima tulinde hiyo ahadi. Jimbo letu la Bukene ndio jimbo pekee ambapo mradi wa SGR umepita. Kati ya majimbo 5, 2 wilaya ya Igunga na 3 ndani ya wilaya ya Nzega. Hivyo basi, sisi wana Bukene tumejiandaa kisaikolojia kupokea mradi huu na kuwahudumia wenzetu ambao watatumia mradi huu. Tunayo haja kubwa sasa ya kujenga barabara kwa kiwango cha lami. Barabara ya kutoka Nzega mjini ije mpaka Itobo, ifike Itobo iunganishe mpaka pale Bukene ambao tutakuwa na kituo chetu cha SGR, ili watu hawa sasa waweze kusafirisha mazao pamoja na bidhaa mbalimbali kwa urahisi zaidi, na tutaweza kuhudumia vizuri majirani zetu walioko hapa. CCM oye!